Kutokana na azma ya serikali ya awamu ya 6 ya kufungua uchumi wa nchi na kushirikisha sekta binafsi ambayo ni injini ya maendeleo endelevu, Shirika la Nyumba la Taifa NHC limeanza rasmi utekelezaji wa mpango mkubwa wa kuibadilisha kabisa sura ya eneo la Kariakoo na kulivua gamba la majengo chakavu, kulijenga kwa namna ya kisasa inayolingana na mahitaji ya sasa ya makazi, biashara na maeneo ya miji. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kikao na jukwaa la wahariri Tanzania, mkurugenzi mkuu wa NHC Hamad Abdallah amesema kuwa ndani ya kipindi cha miaka 3 ijayo, shirika hilo linatarajiwa kuvunja na kujenga upya majengo yote chakavu ya NHC yaliyopo Kariakoo na kuyaweka kwenye hadhi mpya ya majengo ya kisasa ya kuanzia ghorofa 10 kwenda juu. Kwa mujibu wa mkurugenzi huyo, miradi hiyo inatekelezwa kwa mfumo wa ubia baina ya NHC na sekta binafsi pamoja na ujenzi unaofanywa moja kwa moja na shirika lenyewe. Hii ni kwa lengo la kutumia vyema rasilimali ardhi, kuongeza mapato ya shirika na kuchangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya kiuchumi kupitia sekta ya ujenzi na makazi. Mradi huu wa mageuzi ya Kariakoo ni sehemu ya mkakati mpana wa NHC wa kuimarisha uwekezaji wake katika maeneo ya kimkakati kote nchini, hususan mijini, ili kuchangia moja kwa moja katika kubadilisha sura ya miji ya Tanzania kuwa ya kisasa, yenye miundombinu rafiki na inayovutia kwa uwekezaji wa ndani na nje ya nchi. Tulijiwekea mpango mkakati wa miaka 10 ambao unaisha mwaka ujao 2016, na tulikuwa na malengo mbalimbali. Sasa katika kutimiza hayo malengo tumepata manufaa gani? Moja, shirika limekuwa kimapato. Katika kipindi cha miaka 5 kutoka 2019 tulikuwa na kipato cha bilioni 125. Katika hesabu ambazo zimekaguliwa na mkaguzi mkuu wa serikali kwa mwaka wa fedha uliopita, tumeweza kufikisha bilioni 189, ambalo utaona shirika limekuwa kwa asilimia 34 kimapato katika kipindi cha miaka 5. Thamani ya shirika miaka 5 iliyopita, thamani ya shirika ilikuwa ni trilioni 5.08. Trilioni 5.08, ambayo thamani hiyo imeongezeka sasa hivi. Thamani ya shirika mpaka pale tulipofunga hesabu zetu ambazo zimekaguliwa ni trilioni 5.6. Na huu mwaka wa fedha tunaotegemea kumaliza itakuwa imeongezeka zaidi. Kodi na gawio ambazo tumelipa serikalini, kama nilivyozungumza, katika kipindi hiki cha miaka 5 tumelipa serikalini kama kodi pamoja na gawio bilioni 134.4. Sasa hii nizungumze, shirika la Nyumba la Taifa linalipa kodi zote kama ambavyo wanalipa wafanyabiashara wengine. Halijasamehewa aina yoyote ya kodi. Kwa kama kuna kampuni inaitwa ABC inalipa kodi hizi na shirika inalipa kodi hizo hizo, hakuna kodi yoyote ambayo shirika limesamehewa. Kwa ni mchango wa shirika kwa serikali. Kwa tunafanya biashara kama wafanyabiashara wengine na tunalipa hizo kodi, na hatuoni tatizo la kulipa hizo kodi. Na kwenye hili nizungumze tunachokifanya sasa hivi kwenye baadhi ya vitovu vya miji yetu CBD. Ukienda eneo kama Kariakoo sasa hivi tuna miradi 16 inaendelea. Ni katika mpango huo wa uendelezaji mpya wa majengo yetu, kuvunja majengo makuu na kuweza kuyaendeleza upya. Lakini si Kariakoo peke yake ambako tunafanya hivyo. Fanya hivyo maeneo ya Upanga, tunafanya hivyo kwenye miji mbalimbali. Tuna miradi Mwanza, tuna miradi Iringa na maeneo mengine
Tanzania. Na tunachokiendeleza actually, tunajenga majengo ya makazi, tunajenga majengo ya biashara. Ukienda kama Kariakoo sasa hivi, tunajenga majengo ya biashara kwa maana kuwa maduka kuanzia kwenye basement level, manake chini ya ardhi. Tunajenga floor kadhaa kwa ajili ya maduka mpaka gorofa ya pili. Baada ya hapo, kwa kutambua umuhimu wa kuweka bidhaa, storage facility katika majengo, yale majengo yote tumedesign sasa hivi yaweze kubeba mzigo. Kwa kama kuna mtu ana duka, basi aweze kuwa na storage facility yake pale pale juu ya jengo. Kwa tutakuwa na floors kadhaa kwa ajili ya kuweka bidhaa ambazo zimekuwa design, sio kubadilisha majengo ambayo yalikuwa hajawa design kuweka mizigo. Hii tumedesign kuanzia kwenye structure iweze kubeba hiyo mizigo. Kwa baada ya hizo floors kadhaa ambazo zitakuwa ni kwa ajili ya stores, juu tutakuwa na apartments kwa ajili ya kuishi.